Na mtazamaji wa Kikora Media, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Mwanamke Imara, kipindi ambacho kinakuletea safari ya mwanamke, juhudi, changamoto na mitazamo chanya kutoka katika safari yake ya maisha. Vipo vingi vya kujifunza siku hii ya leo. Nimekutana na Madam Happiness Mkorogo, yani mkurugenzi wa asasi ya Future Generation Care, asasi ambayo inasimama kwa ajili ya kuwasimamia watoto wa kike. Sasa unatamani kufahamu kitu gani zaidi kutoka katika asasi hiyo, lakini pia kutoka kwake? Ambatana nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Langu jina ni Nesta Masangula. Kwanza kabisa ni kukaribishe, lakini nikupe pongezi pia kwa wazo kubwa kama ili. Hongera. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Unaweza kutuambia kwa ufupi kabisa asasi ya Future Generation Care imesimama kwa kazi ipi hasa? Asasi hii ya Future Generation Care kwanza ni asasi ya kijamii ambayo tunafanya kazi kwa ngazi ya kijamii sana. Manake ni local NGO na tunajishughulisha na kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, lakini pia na kutoa elimu juu ya masuala ya ukatili na masuala ya afya ya uzazi kwa wanawake. Kabla hujaanza na asasi ya Future Generation Care, kitu gani ambacho ulikitazama kwenye jamii ukasema kunahitajika uwepo wa asasi hii? Kitu kikubwa ambacho nilikitazama mimi kama mkurugenzi na kuona kwamba kuna ulazima uwepo wa asasi kama hii ni changamoto ambazo zinakumba wasichana na watoto wa kike katika jamii. Nje na asasi hii, kitu gani kingine ambacho ulifikiri labda kinaweza kuwa msaada? Nje ya asasi hii, kitu kingine ambacho nifikiria kinaweza kuwa msaada zaidi ni elimu. Okay. Sawa. Tukitazama kwa kina kwenye asasi ya Future Generation Care, nimeona kuna madarasa mbalimbali. Mabinti wanajifunza ufundi, lakini pia wanajifunza upishi, wanajifunza masuala ya urembo na vitu vingine vingi. Nilikuwa natamani kufahamu kwa nini katika utoaji wako wa fursa ama katika utoaji wako wa elimu na kulitazama jambo la watoto wa kike ulielekea kwenye maeneo hayo? Niliwaza kuwasaidia mabinti au wasichana kuunganisha na mafunzo yani ufundi stadi kwenye program zetu hapa ofisini, kwa sababu elimu tu haitoshi. Tayari tunaona wasichana walikuwa ishapata fursa za kielimu, lakini kwa sababu changamoto za kimaisha na mapito ambayo wamepitia, wengine walishindwa kuendelea na masomo. Kwa mfano kwa kisheria, msichana akipata ujauzito hapa nchini Tanzania akiwa shuleni haruhusiwi kuendelea na masomo kawaida. Kwa hiyo ajapokuwa serikali imetoa mifumo mingine ya kuunganisha hawa mabinti ambao wameshindwa kuendelea na masomo kikawaida msingi au sekondari, kwa kutoa elimu ya MEMKWA, tunasema MEMKWA, QT, lakini bado tunaona changamoto ipo. Kwa hiyo kwa sababu kuna watoto wanashindwa kuendelea na masomo hata kama wamepewa fursa hiyo ya kielimu. Kwa hiyo tukaona tuje na mkakati mbadala wa kwamba binti ameshindwa kusoma, ndoto zake zimekwisha kwa wakati huo, zimesimama tuseme. Sasa ataishia kubaki tu mtaani. Binti hajui kutengeneza chochote, hawezi hata kutengeneza mikate, mandazi. Kwa hiyo binti amebaki nyumbani, ana mtoto huyu binti, na hata mwingine hana mtoto lakini ana mahitaji yake binafsi. Kwa hiyo ndo tukakuja na mchakato huu wa kuwasaidia mabinti, kuwapatia fursa za ujifunzaji kwa vitendo kama ushonaji, uokaji na utengenezaji urembo, ili kuweza kuwapatia fursa pana ya kujikwamua kiuchumi. Kabla sijaenda moja kwa moja kuangalia ni aina gani ya mabinti ambao mnahusika nao sana, nilikuwa natamani kufahamu wazo la kuanzisha taasisi ambayo pia inatoa fursa za mafunzo ya nadhani ya vitendo katika nyanja tofauti tofauti. Wazo hili lilikuwa ni wazo lako binafsi, ni wazo ambalo lilitoka kwa idadi fulani ya watu ama marafiki ama watu wa karibu, ama ni wazo ambalo lilitoa mari? Natamani kufahamu ilikuwaje mpaka ukawaza ukubwa huu. Kwanza wazo hili lilikuwa ni wazo wangu binafsi. Kwa sababu pia mimi nimekuwa katika mazingira magumu wakati niko binti na wakati nasoma. Kwa hiyo wakati ninaendelea kupitia changamoto mbalimbali za kimaisha wakati niko binti, nilikuwa nimeadhimia moyoni mwangu kwamba nitakapokuja
kujipata ninapokuwa mkubwa sasa na kuweza kufanya mambo yangu mwenyewe. Moja ya vitu ambavyo nitafanya ni kuhakikisha kwamba anawasaidia wasichana katika masuala mazima ya kujitambua, kujipambania ndoto zao, hata kama kuna changamoto ambazo tayari wameshapitia, lakini bado wana ndoto zingine za kukamilisha. Ni mabinti wa aina gani ambao huwa mnahusika nao hasa? Kwenye maelezo yako ya awali umesema wengi unakuta labda ameacha shule, ameacha kwa sababu alikuwa ni mjamzito, amerejea nyumbani, sasa hakuna mtu wa kumuendeleza kurudi shule, ama pengine mwingine hana ujauzito lakini amefaulu alafu nyumbani kipato hakipo. Ni watu wa design gani ambao huwa mnahusika nao hasa? Ni hao tu ambao wameshindwa kwenda shule ama kuna zaidi? Kipaumbele chetu cha kwanza ni kumsaidia binti ambaye amepata changamoto na yupo katika mazingira magumu. Sio kila msichana anayepata ujauzito tunampatia fursa ya kuja mahali hapa. Hapana. Tunaangalia na mazingira ya huyu binti anayoishi. Kwa hiyo tunawapa fursa hata ambao hawajapata ujauzito. Tunao mabinti hapa kwenye kituo chetu ambao wamemaliza form 4, hawajapata ujauzito, hawajapata changamoto za ukatili, lakini wana changamoto za kiuchumi. Wamezaliwa katika familia ambazo ni duni, hawezi kwa support kwenda vyuo. Sasa anakujikuta amekosa ile fursa ya kwenda kujiunga na chuo, na amejaribu pengine kuomba kwa wahisani mbalimbali, amekosa msaada. Kwa hiyo sisi tukimfikia na tukaona kabisa mazingira yanaturuhusu kumjumlisha kwenye mafunzo yetu hapa, pia tunapatia fursa hiyo. Ni namna gani huwa mnawafikia? Kwa sababu huwa ni ngumu sana pia kupata taarifa za watu ambao wanahitaji msaada kweli, lakini kuna namna ambavyo jamii imetengeneza mazingira ya ugumu wa upatikanaji wa taarifa zao. Ni njia zipi ambazo huwa mnazitumia kuwafikia? Sisi kama asasi huwa tunatumia njia mbili. Mmoja, kwa sababu tunafanya kazi na shule mbalimbali za msingi na sekondari, tunatoa elimu kule kwa wale vijana mashuleni. Kule huwa tunapata taarifa za mabinti ambao wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu mbalimbali, na walimu huwa wanatuconnect na familia zao husika. Na njia ya pili huwa tunatumia viongozi wa serikali, ikiwemo afisa ustawi wa jamii, yaani ofisi ya mtendaji, lakini pia ofisi ya mwenyekiti wa kijiji au mtaa. Kwa hiyo kupitia hizo njia mbili huwa tunawapata wale ambao ni watu sahihi ambao tunawahitaji wajiunge kwenye mafunzo yetu hapa kituoni. Sawa. Nje na utoaji wa mafunzo hapa kituoni, kuna mafunzo mengine ambayo yanatolewa nje na mali hapa, ama watoto wote ama mabinti wote ambao mnawapata wote huwa wanaishia hapa? Tuna mafunzo yote ya ufundi stadi tunatoa kituoni hapa. Even though hata kama watoto wanatoka katika maeneo tofauti ndani ya manispaa Kigoma, lakini tuna mafunzo mengine ambayo tunayatoa nje ya ofisi hapa, Ujiji, Kibirizi, Bangwe na sehemu zingine za manispaa, na hata nje ya mkoa wa Kigoma. Nje ya Kigoma manispaa huwa tunatoa mafunzo ambayo yanakuwa si kama ambayo yanatolewa hapa, yanakuwa ni muda mfupi huwa tunafanya. Shughuli zote hizo, utoaji wa elimu ndani ya taasisi na nje ya taasisi, zinahitaji pesa. Natamani kufahamu ninyi huwa mnapata wapi udhamini? Ni serikali, ni taasisi, ni mashirika huwa yanatoa fedha kwa ajili ya kufanikisha, ama ni wewe binafsi unatoa pesa yako mfukoni? Shughuli kama hizi hapa za kijamii mara nyingi huwa tunategemea wafadhili. Na anaweza kuwa ni individual, ni mtu mmoja anayesupport, au wakati mwingine inaweza kuwa ni taasisi kubwa ambazo zinaamua kutusupport, na wakati mwingine tunajisupport sisi wenyewe kwa kama ambavyo mmeona wadada wanatengeneza vitu mbalimbali. Wakati mwingine tunajisupport wenyewe kama materials. Kama mfano tunatengeneza bidhaa and then tunaziingiza sokoni, zikishauzikana wananunua tena materials zingine, wanaendelea kujifunza. Lakini kuna wakati tunapata donors ambao ni mmoja anaguswa na anaamua kutusupport kitu, labda mashine, labda vifaa vya darasani. Kwa hiyo waga tuna hivyo. Okay. Mlishawahi labda kufikiria kuomba japo changizo, kama sio changizo basi hata mkono wa serikali kwa ajili ya kufanikisha
taasisi hii ama kuendelea kuikuza, endelee kutoa mafunzo haya? Sisi tunafanya, sisi Future Generation Care kwanza tunafanya kazi moja kwa moja na serikali. Na wanatambua kwamba tupo na tunafanya kazi katika mkoa wa Kigoma, manispaa hii ya Kigoma Ujiji. Na mara nyingi tunakuwa kwenye vikao kama hivyo, vikao vya siku ya mwanamke duniani, siku ya mtoto wa Afrika, na vikao vya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. So na unakuta wakati mwingine serikali inakuwa na mambo mengi, na unakuta hata budget yenyewe kusema watasupport kila shirika inakuwa haipo, lakini serikali mara nyingi huwa inatusaidia wakati mwingine kuwaunganisha wasichana kwenye mikopo ya vijana. Kwa mfano kama sisi wasichana wakihitimu wanatengeneza kundi, na ile kundi wanaweza kuomba mkopo wa kuwezeshwa na serikali, na wakakuta wamepata, na unakuta rejesho ni ndogo sana. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwafundisha na kuwaunganisha. Kuna baadhi ya mabinti walishafungua vijiwe vyao. Kwa hiyo wakishafungua zile kundi zao za ushonaji, wanaruhusiwa kwenda kuomba mikopo serikalini na ikawasaidia. Okay, sawa. Kwenye taasisi hii pia mna eneo la kupambana na ukatili kwa mtoto wa kike. Natamani kufahamu, ukatili kwa mtoto wa kike ni kitu kimoja wapo ambacho ni kigumu sana kupambana nacho, na ni kitu ambacho pengine labda tunatamani kiishe, lakini sisi pia ndio wafanyaji ama watekelezaji wa matukio ya ukatili. Ni ugumu kiasi gani huo mnaupata kwenye kukabiliana na changamoto hiyo ya ukatili? Kwanza ukatili ni pana na unafanywa katika nyanja tofauti tofauti. Jamii ambao tunasema unafanya ukatili wa majumbani, ukatili makazini, na ukatili mashuleni. Kwa unaweza ukaangalia wasichana au watoto wamezungukwa na hatari ya kufanywa ukatili kila maeneo. Kwa hiyo kwa sababu ni nyanja ambayo ni pana kabisa, na kiukweli niseme bado hatujafikia hata nusu ya kumaliza ukatili. Hata kama tunaendelea kutoa elimu na kuhakikisha tunapunguza vitendo vya ukatili, lakini bado sauti inatakiwa endelee kupazwa zaidi, na tutengeneze watu ambao wataleta mabadiliko katika jamii zao wenyewe, kwa sababu vitendo vya ukatili mara nyingi vinasababishwa na mila na desturi potofu ambazo tayari zipo katika nchi yetu na ni jamii yetu, ni wanajamii. Kwa hiyo unakuta zile mila na desturi potofu kama zisipokomeshwa na kupatiwa elimu zaidi, ule ukatili unakuwa ni ngumu sana kumaliza. Kwa hiyo hizo pia ni mojawapo ya changamoto ambazo ukatili unakuta ni ngumu sana kumaliza. Lakini pia tunaona pia wafanywaji na wafanyaji wa ukatili huo hawana elimu. Wengine wanafanya ukatili hawajui kama ni ukatili, na wengine wanafanywa ukatili. Kuna matukio ambayo pengine labda tunasema ni ule ukatili ambao jamii imechukulia kama ndio matukio ya kawaida. Ndio. Kuna matukio ambayo sisi wenyewe tumeishi, sasa hivi ndio tunakuja kujua kumbe tulikuwa tunafanywa ukatili. Yes. Lakini awali tulikuwa hatujui. Yes. Kwa hiyo pia ni sababu mfanyaji anakuwa hajui kwa sababu hana elimu ya ukatili, na mfanyiwaji pia anakuwa hajui kama anafanyiwa ukatili. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto, na ndio inasababisha pia vitendo vya ukatili kuendelea kuwepo hata kama elimu zinaendelea kutolewa. Kwa hiyo bado wale wapokeaji wa hiyo elimu wanatakiwa wabadilike na wajue kabisa kwamba huu ni ukatili na sitakiwi kumfanyia mwenzangu, na huyu anayefanywa pia ajue huu ni ukatili, sitakiwi kufanyiwa pia. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo, ukosefu wa elimu, lakini pia vile mila na desturi potofu, unadhani labda ni kwa namna gani sasa inakuwa ngumu sana kwenye upatikanaji wa taarifa za matukio ya ukatili, na huwa mnatatua vipi hiyo ili kupata zile taarifa sasa? Kwanza kabisa, kwa mfano kwa matukio ya ukatili kama ya ubakaji, ulawiti, vipigo kwa watoto majumbani au wanawake majumbani, vinavyoripotiwa ni chache sana kulinganisha na matukio yanayotokea kule mtaani. Kwa sababu kwanza jamii bado ina ile kuogopana. Kitendo kimefanywa na jirani au mjomba, mwanafamilia. Unajua mtu mwingine mjomba kambaka mtoto wa dada yake.
Sasa itakuwa wanasema aibu, wengine wanasema sasa familia, mwingine sasa huyu amefanya ni kakaangu tena atafungwa miaka 30. Bwana hem tuzizime tu. Hawajui katika ile kuzima ndipo ukatili unaendelea, kwa sababu yule mtu amefanya leo kwa mtu wa nyumbani au kwa jirani na wamemkalia kimya, kesho atafanya kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ule ukatili utaendelea kwa sababu jamii haitaki aibu. Kama mtoto wangu asitaki watu wajue kama mtoto wangu amebakwa, itakuwa ni fedheha, itakuwa ni aibu kwa familia, umeona vitu kama hivyo. Lakini ile hali wanasahau kabisa yule aliyefanywa ukatili bado atakuwa ameathirika kisaikolojia, na pengine hata ibakia na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia hata anaweza kuwa ameathirika katika via vyake vya uzazi kama ni mtoto mdogo, umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado zile mila, desturi na kulindana kama familia bado vinaendelea kuchochea masuala ya ukatili. Sasa huwa mnakabiliana vipi na changamoto hiyo? Yani kukabiliana ni kutoa elimu, kuelimisha jamii kuhusiana na ukatili na kwamba haukubariki, ukatili haukubariki na unasababisha tatizo la umaskini kuendelea kubaki katika jamii zetu, lakini pia inasababisha pia magonjwa kuendelea kubaki kwenye familia zetu, lakini pia inasababisha athari za afya ya akili kwa mtu aliyefanywa ukatili. Nje na matukio ya ulawiti, ubakaji, ni kesi zipi nyingine ambazo pia mmekutana nazo katika harakati za kutafuta matukio ya ukatili, kutoa elimu, lakini pia kutafuta mabinti wa kuwasaidia na kuwaendeleza kiuchumi ama kuwapatia fursa nyingine za kielimu? Ni aina gani nyingine ya ukatili ambayo pengine inafanywa sana ama inafanyika sana kwenye jamii lakini haisikiki? Aina nyingine ya ukatili ambayo inafanywa sana kwenye jamii na haisikiki ni ya kumkandamiza mtoto wa kike, kuto kumpatia nafasi au fursa ya kujifunza au kupata elimu. Kwa mfano kama sisi tunapokuwa tunawatafuta mabinti na kutaka kuwaunganisha kwenye fursa hizi za kiufundi au kielimu, unakuta wazazi wanaleta vikwazo, sababu binti tayari ameshaacha shule, analea mtoto, wanamfanya kama yeye ndio mfanyakazi wa kazi zote za nyumbani. Kwa hiyo wanashindwa kumpatia fursa ule mtoto wa kike kwamba bado kuna nafasi nyingine, akipewa anaweza akafanya vizuri zaidi. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sisi tunahesabu kama ule pia ni ukatili ambao unamnyima fursa mtoto wa kike ya kumiliki. Ndio. Na mtazamaji, tunaendelea na mahojiano, lakini ni kama mazungumzo yasiyo rasmi. Lengo na madhumuni ni kujifunza kuhusiana na masuala mazima ya ukatili, namna ya kumuongoza ama kumkuza mwanamke, lakini tukiwa na Madam Happiness leo katika taasisi yake ya Future Generation Care. Tutajifunza vitu vingi zaidi hapa, kama ambavyo mimi naendelea kujizolea madini, na wewe pia endelea kusalia na mimi ili uendelee kuvuna zaidi. Nilikuwa nikiendelea kukufuatilia kwenye maelezo yako ya namna ambavyo unakutana na changamoto nyingi sana kwenye utoaji wa elimu, lakini pia upataji wa taarifa za ukatili kwa mtoto wa kike. Nikawa najiuliza, katika utoaji wa elimu kuna ukatili ambao pia unafanyika kwenye mitandao ya kijamii. Unakuta labda mtoto wa kike amepandisha pale maudhui fulani kwenye mtandao wa kijamii, ghafla maoni ya watu wanayokuja kidogo mbona kama hii sio nzuri kabisa. Kuna ule ukatili ambao mtoto wa kike anafanywa pia kwenye mitandao ya kijamii. Huo nao mnashughulika nao vipi? Kwa sisi kwa upande wa mitandao ya kijamii tujaanza kushughulikia kivile sana, lakini tunaona lugha chafu, matusi na lugha za kumdhalilisha mtoto wa kike. Kiukweli ni ukatili kama ukatili mwingine, na kiukweli tukubali, na endapo tutafikia kwenye hatua ya kuanza kutoa elimu kwenye upande wa mitandao ya kijamii, kiukweli tutazungumzia. Okay. Asasi yako inajishughulisha zaidi na watoto wa kike, lakini dunia ya sasa hivi tunaweza tukasema inataka kama vile kugeuka, kama sio inataka kwenda sawa sawa. Ukitazama matukio yanayomkabili mtoto wa kike ni mengi, lakini pia matukio ya mtoto wa kiume pia ni mengi vile vile.
haujafikiria labda kuanza kuwafikia watoto wa kiume nao pengine kupata elimu ya ukatili, lakini pia kupata fursa ambazo pia watoto wa kike wanapata kutokana na vile ambavyo dunia ni kama vile tumevurugwa sasa? Ni kweli kabisa, ni swala ambalo liko wazi, lakini pia ni swala mtambuka. Kiukweli tumekuwa tukijikita sana kumsaidia na kumlinda mtoto wa kike, lakini tunaona kabisa kwamba watoto wa kiume pia wao kwenye hatari kubwa pia ya masuala ya ukatili, na tunaliona na tunalisemea, kwa sababu katika kesi ambazo tunakutana nazo pia mbali ya ubakaji tunapata pia na urawiti. Na urawiti maana yake ni kitu ambacho kimefanywa mwanaume kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo sasa ni vitu ambavyo tunaviona na tunashughulika navyo, hasa tukiwa tunatoa elimu kwa vijana na watoto mashuleni. Huwa tunawafundisha namna mbalimbali ya kwanza kujilinda wenyewe dhidi ya ukatili huo wa urawiti, kwa sababu unafanywa na wanaume na mara nyingi unafanywa katika ngazi za kijamii, yani za kifamilia pia huko mtaani. Kwa hiyo hatujaacha watoto wa kiume nyuma. Tunajua ni tatizo ambalo linakuja kwa kasi na linasababisha madhara makubwa katika jamii, ikiwemo wimbi kubwa la ushoga, na watoto wa kiume ni dhahabu kwetu. Tunapompoteza mtoto wa kiume tumepoteza nguvu kazi ya jamii, lakini tumepoteza watumishi wa Mungu, tumepoteza baba, tumempoteza kaka. So ni vitu ambavyo vinasikitisha sana na tunalifanyia kazi na tumeanza kutoa elimu, lakini maybe baadaye huko tutakuja na jambo litakalokuwa lina wahusu wavulana katika habari nzima ya fursa za kimaisha au kielimu. Tunalifikiria kama future generation kia tunaliona, na tunaendelea muomba Mungu atupatie akili nzuri ya kuplan namna gani ambapo tunaweza tukawaingiza pia vijana kwenye masuala nasima ya kiubunifu na kifursa. Katika malezi, jamii imekuwa ikimwangushia zigo la lawama mwanamke, kwamba mtoto akiharibikiwa mwanamke ndo mwenye shida, mwenye changamoto. Hata nyumbani binti akikosea na mwanao huwa inakuwa hivyo, lakini kwa asilimia fulani ni kama vile wanaume wamejitenga kwenye swala zima la malezi, maadili, utoaji wa elimu. Ninyi mnawafikia vipi wanaume ili na wao pia wawe na mchango kwenye utoaji wa elimu kwenye jamii? Tunawafikia wanaume kwa namna mbili tofauti. Namna ya kwanza ambapo tunawafikia wanaume, umeona pale kwenye chati yetu pale, tuna clinic ambazo tunasema ni clinic ya baba, mama na mtoto. Tulipata wazo hili maana ni miaka 4 iliyopita tulikuja na wazo hii, ikawa ni approach kubwa ya kuwafikia wanaume wanaoenda kuanza kliniki na wake zao kule hospitali. Tuwafundishe habari ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Wa baba unajua labda kulea ni kuleta chakula tu nyumbani. Hakikisha uniform zinakuja. Kulipa school fee, kodi, bills za nyumbani. Hapo usimwambie kitu. Majukumu mengine ya malezi kwa watoto anamwachia mama, kitu ambacho sio kweli. Mtoto pia anahitaji malezi kutoka kwa baba. Na niseme zaidi sana watoto huwa wanamogopa sana baba kwa upande wa malezi kuliko mama. Ni sauti ya baba ina nguvu sana. Kwa hiyo mara nyingi tunapokuwa tunatoa elimu kwa kina baba, tunaambia nyinyi ndio nguvu. Nyie ni nguvu, protector, nyie ndo walinzi. Kwa unapokuwa nyumbani na kuonyesha kwamba unahusika kwa upande wa malezi kwa watoto, maana yake watoto wanaamini sana, wanakuamini we baba, na wanajifunza vitu vingi sana kutoka kwako we baba. Kwa hiyo hatuachi mbali wa baba, tunawa include, tunawahesabu na kuwaleta kwa sehemu ya malezi kwa watoto ili kupata watoto bora. Sawa. Kwa namna ambavyo tumezungumzia vitu vingi sana, lakini miongoni mwa vitu ambavyo tumezungumza ni kuhusiana pia na namna ambavyo tunaweza tukawa train ama tukawafundisha hawa mabinti ambao wamepitia ukatili, wamepitia shida fulani kwenye maisha, ili warudi sasa wasimame kwenye msingi ulio imara katika barabara iliyonyooka. Lakini awali tukiwa kwenye story tu maeneo fulani ulizungumzia kuhusiana na swala zima la kumshirikisha Mungu kwenye safari hii pia, na
wewe ni mama mchungaji pia. Sasa nikawa najiuliza, Kigoma ni mji ambao kwa asili tunafahamu ni watu wengi ambao wamekaa kwenye eneo hili ni Waislamu. Taasisi yako inadili sana na upande wa Kikristo. Vipi kuhusiana na mabinti ambao wanatokea katika dini ya Kiislamu? Hatuoni kama tutakuwa tunawatenga, ama na wenyewe pia huwa mnawasaidia vipi? Hii ni asasi ambayo misingi yake ni ya Kikristo. Na tunachukua watoto au vijana kutoka kwenye jamii bila kuangalia tofauti ya imani zao, kabila zao au jinsia, niseme imani, kabila, zile traditionals, au kuzingatia mazingira. So wakiwa hapa tunawafundisha misingi ya kimungu, kwa sababu haijalishi ni Waislamu au ni Wakristo, wanahitaji kuweka imani zao na tumaini lao kwa Mungu. Hatuwabadilishi dini kwamba wanatakiwa wawe Wakristo, hapana. Ila tunapowafundisha neno au tunapoomba, huwa tunawaambia kwamba ni vizuri Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yao ili waweze kupata mwanga. Lakini na haya maadili ambayo tunataka na hivi vitendo vya ukatili viishe, kama hatuto mtambulisha Mungu kwenye maisha ya hawa vijana, maana yake bado hatujafanya kitu. Kwa sababu imani inawapa hofu ya kumhofu Mungu, lakini inawa discipline na kuwaongoza katika njia nzuri. Utaona mtoto yote ambaye anapata maadili ya kimungu na ule mtoto ambaye yuko mtaani tu kule, utaona wana tofauti kubwa sana. Kwa hiyo wanapokuja hapa huwa wanasaidika na wanabadilika. Okay, sawa. Tumeangalia changamoto, tumeangalia vitu vingi sana, lakini nilikuwa natamani kufahamu mpaka sasa hivi mna wanafunzi wangapi ambao tayari mmekwisha kuwafikia, lakini pia kama kuna ambao walitoka, ni miula mingapi wameshatoka mpaka sasa? Tuanzie hapo kwanza. Mpaka sasa hivi tulishakuwa na wanafunzi ambao walishahitimu hapa kwenye kituo chetu cha ufundi stadi mihura 4 kwa miaka hii yote 4. Ina maana ni mwaka mmoja. Wanafanya kwa miezi, lakini mahafali huwa tunafanya kwa mwaka. Kwa hiyo kwa miaka 6, kwa miaka 4 wanakuwa wanafunzi wamehitimu karibia mara 8. Lakini tunafanya graduation moja. Kwa hiyo kwa mfano kama hao wameanza mwezi huu wa 7, watafanya mahafali mwezi wa 12, lakini watakuwa na wale walikopo Januari. Tutafanya kwa pamoja. Kwa hiyo kituo chetu kishatoa wasichana karibia 160 kwenye upande wa bakery na upande wa urembo na upande wa ushonaji. Wameshahitimu. Na sasa hivi tuna wanafunzi 26 ambapo tuna 19 wa ushonaji na tuna wanafunzi wengine kwenye bakery. Ndio. Na wakitoka hapa vifaa huwa ni namna ipi ambayo pia mmewafundisha kupata vifaa, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia pia ukatili kwenye jamii ni umasikini, umezungumzia. Akitoka hapa amejifunza, lakini kama hana uwezo wa kupata vifaa, kuna mtu anaweza kumlaghai kama mimi nitakununulia cherehani, mimi bwana nitakufungulia restaurant na vitu vingine kama hivyo. Pengine labda ni mbinu ipi ambayo mmewafundisha, ama ni namna gani wanapata vifaa kwa ajili ya kujiendeleza? Hiyo ni changamoto yetu kubwa, kwa sababu wakati mwingine tunakosa wafadhili wa kuwawezesha mabinti kupata vianzio kama cherehani au vifaa vya uokaji. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine bado inakuwa ni ugumu kwao kwenda kuanza maisha yao. Lakini sisi tulikuja na namna mbadala ya kuwasaidia, na hii njia, kwa mfano wale ambao wamemaliza mafunzo na hawajapata cherehani, huwa tunawaambia warudi hapa kushonea kazi zao. Kwa mfano wamepata nguo kule, ule muda wa darasa ukiisha, darasa kipindi kinaisha saa 8. Kwa hiyo tunawaruhusu wale waje jioni washone nguo zao kwa ajili ya wateja wao. Na kwa upande wa bakery hivyo watu waona oven kule, lakini binti ameamua kujiajiri kutengeneza donuts, kutengeneza mikate, scones, keki, amepata order. Tunamkaribisha aje atumie oven yetu hapa. Anapata kile kipato. Kuna siku nasikia naye ameanza
kitu chake. Kwa hiyo kuna mabinti hivyo wanafanya ni bure ama wanakuwa wanachangia kiasi fulani? Ni bure. Okay. Amna anayelipia. Na wale washonaji pia tunatengeneza vitu tofauti kama bags, kama vile nguo na vitu vingine ambavyo vinauzika. Okay. Kwa hiyo wakati mwingine wanapataga pesa, wanajichanga mpaka wanakuta mtu amenunua cherehani yake. Okay. Sawa. Bila shaka nimeona taasisi inafanya shughuli nyingi sana, hasa kwenye masuala mazima ya kuzuia ukatili kwa mtoto wa kike, lakini pia kwa kijana. Tukisema kwa kijana ni kwa njia ambayo pengine sio ya moja kwa moja, lakini bado inasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kuna vifaa nilivyoona awali, ni vifaa vya tiba, kupima hapa na pale. Najiuliza pia kuna huduma inatolewa hapa nje na elimu ambayo inatolewa kama ambavyo tumeshuhudia awali. Ndio, tunazo huduma tunatoa hapa za kiafya, kwa sababu tayari tumeshamuingiza mama na mtoto. Tayari tumegusia afya. Kwa hiyo tuna daktari hapa wa kituo. Daktari kabisa wa professional ambaye anatusaidia kutoa elimu ya mambo ya afya na kuwa check mabinti na watoto wao wanapokuwa hapa kituoni. Kwanza hiyo ni namba moja kabisa. Baada ya kuwa tumemkubali binti kuja kwenye program zetu, huwa tunamcheki afya. Ili tujue kwamba kikitokea kitu hapa kituoni kwetu tunamsaidiaje. Maana ukiwachukua tu kuingiza kwenye mfumo na hujui afya zao. Kuna binti moja alikuwa na shida moja akazimia, kumbe sukari iko chini. Kwa hiyo daktari kuja kumwangalia, tukasema tumkimbize zahanati. Kwa hiyo tukamkimbiza zahanati jirani yetu hapo. Kwa hiyo kama tungekuwa tuna vifaa hivyo ambavyo tunasema ni vya awali tu, vipimo vya minor cases ambazo tunaweza tukazitatua hata kwa haraka, hata kumpeleka zahanati, maana yake unaweza jikuta wakati mwingine mnapoteza maisha ya mtu hapa karibu. Lakini wakati mwingine mnashindwa kujua huyu mtu hataki kitokea hii tumsaidie kwa namna ipi. Kwa hiyo tunakuwa tuna emergency kit ambayo inakuwa na dawa zile za dharura kwa sababu ya kuwahudumia watoto wao wanapokuwa hapa kituoni. Lakini pia tuna hizo vipimo ambavyo inakuwa ni vya labda BP hizo na malaria testi. Tuna vipimo vingine vya sukari imepanda, iko normal, imeshuka. Tuna vipimo vingine vya mapigo ya moyo hasa kwa watoto wadogo, kuona mapigo ya moyo yakoje, au wakati mwingine vipimo vya joto, kujua joto limepanda au liko kawaida. Kwa hiyo tunatumia hapa kituoni, ni kwa ajili ya kituo. Hata kama wakati mwingine tunaenda tunafanya kule mtaani, lakini zaidi sana huwa tunafanya hapa kituoni. Haya, sasa kabla hatujamaliza, nilikuwa natamani fahamu changamoto zipi ambazo huwa mnakutana nazo sasa hapa kwenye taasisi wakati ufanyaji wa shughuli zenu, lakini pia kama hivyo ambavyo umesema mlikutana ghafla tu binti ameanguka, kumbe sukari imeshuka na ulikuwa ufahamu. Laiti kama visingekuwepo vipimo ingekuwa ni changamoto. Changamoto gani hasa ambayo huwa mnakumbana nayo mara kwa mara na mnadhani labda ni tatizo kubwa? Changamoto ya mara kwa mara ambayo tunakutana nayo hapa kituoni kwetu ni tabia za mabinti. Unakuta wakati mwingine binti unakuta analia tu, na ukimuuliza kitu hasemi, anakuwa kimya kwa wakati huo. Sasa unakuta kule matron anakuwa anapata wasiwasi na kigugumizi, kwani binti analia? Na wakati mwingine basi siku zimepita tunaendelea kumfuatilia, ndo anakuja kusema changamoto itokea wapi? Nyumbani. Lakini tumegundua hapa kuna mabinti wengine wanakujaga na tabia tofauti. Kwa wagomvi, unakuta ni mgomvi, mwenzake akitaka kuchukua mkasi afanye kazi, yeye hata kama ana kazi nao anauzuia, mpaka inaita taharuki. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo kwa mabinti wanapokuwa kituoni hapa. Kwa hiyo na kama nilivyosema, ndio maana tunatumia sana neno la Mungu kuwasaidia kutoa zile tabia, yani kuondoa zile tabia ambazo wamezizoea kule mitani kwao. Na changamoto nyingine ambayo tunapitia hapa kwa mabinti, kuna mabinti wengine tunaingiza kwenye mafunzo yetu, kwenye program zetu, lakini hawajui kusoma. Ni binti amemaliza hadi la 7, hajui kusoma na kuandika. Yaani anapata tabu sana. Kwa hiyo na hii pia tukaja tukaiangalia kusema yaani msichana amemaliza hadi la 7, amechaguliwa hadi mwingine hadi
hadi secondary form 1, lakini hajui kusoma vizuri. Na huo mnamsaidia vipi sasa? Kwa hiyo kiukweli unakuta tunapata kazi ya ziada sasa. Tunaenda naye taratibu kwanza, lakini pia tunamzoesha sasa kuanza kusoma vizuri kuliko vile alivyokuja. Kwa hiyo unakuta kuna mabinti wako hapo hawezi kusoma hata chini ukiandika hapa, lakini amemaliza la 7. Kwa hiyo inabidi tuanze kumsaidia namna nzuri sasa ya kuweza kusoma hata kwa kawaida, yani apate hata ile elimu tu ya kawaida ya kusoma na kuandika tu kawaida. Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya changamoto nyingine ambayo tunapitia. Watoto wanakuwa hawajui kusoma vizuri. Maana yake sio kwamba hawajui kabisa, lakini hawajui kusoma vizuri na kuandika vizuri. Hiyo pia ni moja ya changamoto ambayo tunakutana nazo hapa kwenye kituo chetu. Na mimi nilikuwa zamani sizijui. Yaani nimekuja kujua baada ya kuwa zinaripotiwa. Unakuta kila darasa kuna mtoto ambaye ana changamoto ya kusoma na kuandika. Kwa hiyo tukaja kugundua kwamba ndio maana kule walimu wanapiga makelele, watoto hawajui kusoma, hawajui kuandika. Walimu wa hisabati. Yaani kwa hiyo unakuta ni changamoto sana na unajua ushonaji, upishi unaenda na mahesabu. Lazima mtoto ajue kusoma, ajue kuhesabu, kugawanya na kuzidisha. Kwa hiyo unakuta walimu wanapata changamoto sana. Na mimi wakizeta hapa kwenye meza yangu naambia sasa tunafanyaje? Hatuwezi kwa sababu ya changamoto hizo kumtoa mtoto kwenye mafunzo. Tutamsaidia taratibu na ataelewa na wanamaliza na wakuli wanaenda wanashona. Okay, sasa tukiachana na taasisi tumalize kwako wewe kama mwanamke imara. Tukizungumzia safari ya mwanamke imara, tunazungumzia milima na mabonde, tunazungumzia uzuri na ubaya, tunazungumzia kuchoka na kuinuka tena. Tangu umeanza safari yako ya maisha ya kushughulika na jamii na kufanya kazi na jamii, ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unakutana nazo ukahisi kabisa unakata tamaa, unaanguka, lakini bado ukajipa moyo ukaendelea na ukafika hapa ulipofika? Kuna mtu anatamani na mimi pengine ningekuwa kama Madam Happiness siku moja. Kwenye safari yako changamoto ni nyingi, na katika maisha changamoto haziepukiki. Mimi katika maisha yangu haya na harakati zote ambazo nilikuwa nikifanya za kupambania ndoto za wasichana, watoto, wanawake na uchumi kwa ujumla, nimepitia changamoto nyingi. Kuna wakati nimepitia changamoto za kiuchumi, kuna wakati nimepitia changamoto za kijamii, na kuna wakati hata mwaka huu pia nilipata changamoto. Moja ya mfadhili ambaye alikuwa anatusapoti ghafla tu akasema support tena haendelei tena, na ghafla alisema tu kwamba anapitia changamoto za kiuchumi na yeye, kwa hiyo ameona asimamishe kutufadhili, na tayari wakati huo tuna programs zinaendelea hapa na pengine taasisi inamhitaji sana. Yaani tunamhitaji haswa, na tuna walimu tunatakiwa tuwalipe, tuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvinunue kwa ajili ya madarasa. Yani nikawa niko down, nikawa nimekata tamaa sana. Yani ikafika sehemu nikasema sijui tufunge kwanza programs ili nianze kufikiria namna nyingine ya kufanya tena. Lakini nikagundua kwamba nishapitia changamoto nyingi kule nyuma ambazo wakati mwingine zilikuwa ni kubwa kuliko hata ambazo napitia sasa. Kwa hiyo tukatafuta namna ya kuzitatua kwamba sasa ametoka, lakini sisi shughuli lazima ziendelee. Tunafanyaje? Kwa hiyo tukakuja na suluhisho lingine ambalo likatusaidia mpaka leo mnatukuta hapa. Lakini kama isingelikuwa tu hivyo tumekata tamaa, mngekuta hata kituo pia leo hii hakipo. Kwa hiyo nimeshapitia changamoto nyingi, lakini ni kama zinaniimarisha. Na ndio zinanifanya niendelee kuwa imara. Mtu anaweza kujifunza nini kutoka kwako na kupitia safari ya maisha yako kwa ujumla? Ambacho naweza nikamwambia mtu ajifunze kutoka kwangu, cha kwanza ni kumtegemea Mungu katika kila jambo. Kwa sababu Mungu ndiye anatupatia nguvu na akili nzuri ya kufanya vitu. Lakini pia kingine, wasikate tamaa haraka. Wakati mwingine kukata tamaa haraka ni uoga. Kwa hiyo watu wajifunze kuwa na vumilivu na wasikate tamaa, na wajue kabisa kwamba vitu vizuri huwa vinachukua muda. Kwa hiyo uvumilivu ndio kitu kikubwa zaidi kwenye maisha. Na tumalize na ushauri, pengine labda ungetamani nini kifanyike hasa kwa mkoa wa Kigoma ambao
ndio unashughulika nao kwa asilimia kubwa. Unatamani jamii ifanye kitu gani sasa ili kukabiliana na changamoto ya ukatili, lakini pia ili kuhakikisha elimu ambayo inatolewa inakuwa na manufaa kwa kizazi ambacho kipo na kinachokuja? Ushauri wangu kwa jamii nzima, tena kwa mkoa wa Kigoma, niombe tu wazazi, baba, mama, wajaribu kutengeneza mahusiano imara kwa ajili ya kuwalea watoto. Tumegundua moja ya vitu ambavyo vinasababisha watoto wengi kupitia changamoto za ukatili ni wazazi kutokuishi pamoja, na hii ni very common kwa mkoa wa Kigoma. Wa baba wanawaacha wa mama na watoto wanaenda kuanzisha familia zingine. Kwa hiyo unakuta mama anakuwa anafanya kazi ya malezi akiwa peke yake, na inakuwa ni ngumu sana kwa huyu mama. So niombe jamii ya Kigoma, wa baba na kina mama, mshirikiane kwa pamoja tuweze kuwalea watoto katika maadili mazuri, na hasa tuwapatie vipaumbele pia watoto wa kike ambao tayari tunaona kwenye hatari kubwa pia ya mambo ya ukatili, ili kuweza kupunguza baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta wasichana kule mitaani. Lakini pia tumeona na watoto wa kiume pia kwenye riski pia. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja kama baba na mama, nguvu inakuwa ni kubwa na ulinzi kwa mtoto unakuwa umeimarika, na masuala ya ukatili yatapungua kwa asilimia. Naomba nisimalize kwenye tasnia yoyote ile ama kwenye taasisi yoyote, mahali popote pale, mtu anayesimama siku zote tunategemea ni mtu ambaye ni imara, lakini uimara wake hauishi tu kwa kujiamini kwake, pengine na mapito aliyopitia, pia elimu yake. Tunakutambua kama nani? Kwa sababu awali uliniambia umefanya kazi na organization nyingi, lakini pia umetembea mataifa mengi. Kwenye upande wa taaluma yako, tunakutambua kama nani hasa? Sijatembea nyingi sana kivile. Ndio, lakini kwa uzoefu wa kufanya kazi na taasisi tofauti tofauti, na kujifunza kutoka kwenye tamaduni tofauti tofauti, nimeweza kujifunza vitu vingi. Na mimi ni afisa ustawi, nimejifunza mambo ya ustawi. Kwa hiyo ninafanya kazi kama ustawi. Lakini nimejifunza pia kwa habari ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa hiyo pia nimejifunza na ninaifanyia kazi pia, kwa sababu ninadili na jamii moja kwa moja. Sawa, shukrani. Mimi nikushukuru kwa wakati wako, lakini hatutaishia hapa, tutaangalia pia upande wa pili wa siri nyingine nyingi tu ambazo bado hujatuambia. Asante. Nzuri. Na mtazamaji wa Kikora Media, hivyo ndivyo ambavyo tunafunga ukurasa wa kwanza na Madam Happiness kwenye upande wa taasisi au asasi ya Future Generation Care. Taasisi ambayo inajikita zaidi kwenye kuokoa na kutoa fursa kwa mtoto wa kike kukabiliana na ukatili, lakini pia vile utoaji wa elimu ya malezi, makuzi, maendeleo ya mtoto kwenye jamii. Popote pale unapokuwa, tunatarajia kutengeneza kizazi kilicho bora, taifa lililo imara. Lakini siku zote tukizungumzia taifa, tunazungumzia mtoto, tunazungumzia kijana, tunamzungumzia binti. Na hao ndio ambao wanakumbwa na changamoto nyingi sana kwenye jamii. Tunamuokoa vipi? Lazima elimu hii ikufikie popote pale ulipo. Ulikuwa nami Nesta Masangula kwenye awamu ya kwanza ya mahojiano haya. Na katika mazungumzo haya nimejifunza vitu vingi kwangu. Sijui wewe. Lakini tukutane tena katika awamu ya pili, na hapo Madam Happiness atatuambia siri ya urembo wake hasa na mafunzo yanayotolewa ndani ya Future Generation Care. Tutatizama kwa kina. Usiondoke.